tunachoongea hapa. Ila sikiza Beni, nikwambie, nimechoka hizo tabia. Karibu tena kwenye siku nyingine, nikukaribishe wewe kama mdau wangu ambaye unaendelea kuifuatilia tamthilia safi inayokwenda kwa jina la Binti wa Ajabu. Kama ni mara yako ya kwanza unatazama video yetu, hakikisha unaonyesha upendo kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe hapo chini ya video. Kama hujawahi kusubscribe kwenye channel yetu ya Simulizi Plus, tukumitisha kinoma noma kwa mtu wa kwanza kupata taarifa za video zetu punde tutakapokuwa tunaachia video mpya hapa kwenye channel yetu. Nitoe angalizo kwa wewe ambaye unatazama hii video. Video hii ni maalum kwa ajili ya review tu. Ukitaka kuiangalia original movie, hakikisha unatembelea hapa YouTube kwenye channel ya New Baby Soup TV. Inapatikana Binti wa Ajabu. Ikiwa kama ni mara yako kwanza unatazama video yetu, hakikisha unaonyesha upendo wako kwa kusubscribe, unaweka maoni yako, unafuatilia Mtoto wa Ajabu ukiwa wapi, ama nini ambacho unajifunza kwenye hii tamthilia ya Mtoto wa Ajabu. Utakometisha kinoma nomani. Leo hii nimekuja tuchambue scene mbili tu ambazo zimeweza ku happen. Naweza nikasema kwamba zimekuwa hot sana, zimekuwa moto sana, ni kwenye episode ya leo ya Binti wa Ajabu. Sasa scene ya kwanza tunaanzia kwa Kindege pamoja na scene ya leo ni scene mbili ambazo tunakwenda kuzizungumzia. Sasa wakati huo tulikuwa tunamwona Kindege pamoja na Jeni wakiwa pamoja, kama ilivyokuwa hapo awali kwamba Kindege anataka ajue ni sababu ama ni nini ambacho kinamfanya Jeni akija nyumbani kwake anakuwa ni mtu ambaye anakuwa kama anawashawashwa hivi, yani anakosa confidence. Sasa hichi kitu ambacho nimekuja kukiona kimekuja kuleta shida kidogo kwa upande wa Kindege, kwa maana anataka Jeni amwambie ukweli ni sababu ipi ambayo inampelekea yeye kuwa kwenye hali hiyo, kwa maana inaonekana kabisa kwamba sio hali ya kawaida. Yani inaonyesha dhahiri kwamba kuna shida kwa upande fulani, kuna shida. Sasa tunaona tayari hichi ni kitu ambacho kwa upande wa Jeni wa Kindege alikuwa akijaribu kumwambia, lakini Jeni anasema kwamba mimi kusema ukweli, nikija hapo nyumbani kwako kuna vitu ambavyo hata mimi mwenyewe sivielewi. Sasa Kindege akamuuliza kwamba ni vitu gani hivyo ambavyo unasema kwamba hata wewe mwenyewe uvielewi. Basi tunaona kwamba kwa upande wa Jeni kuna kitu ambacho alitaka kukisema. Huenda alitaka kusema juu ya Baby Supu, yani alitaka kumsemea Supu kwamba ni mtu ambaye ana miujiza fulani hivi, lakini point inakuja ni kwamba endapo angesema kwamba Supu ana miujiza fulani hivi na hiyo miujiza waga inatokea kwa Jeni, ni sababu ipi ambayo inapelekea mpaka inakuwa hivyo? Huenda hichi ni kitu ambacho kisingemlazimu sana kuweza kusema hivyo, japokuwa huenda alitaka amwambie kwamba kuna vitu ambavyo sivielewi. Yani inaonekana kwamba Supu sio mtoto wa kawaida ama sio mtu wa kawaida, kwa maana hichi ni kitu ambacho kwa upande wake ameshakiona kabisa kulingana na matendo ama matukio ambayo anakuja kuyafanya nyumbani kwa Kindege. Sasa baada ama kabla hajasema chochote, tunaona Baby Supu aliingia. Sasa Baby Supu baada ya kuingia, Jeni alionyesha kushtuka sana, yani ni kitu ambacho kilimshtua sana Jeni baada ya kumwona Baby Supu anakuja ile sehemu. Huenda Jeni alitaka kutoa siri juu ya Baby Supu kwamba nini ambacho kinaendelea kati yake pamoja na Baby Supu, ama nini ambacho kinaendelea kwake pamoja na Baby Supu. Hichi ni kitu ambacho naona kwa upande wa Jeni angejaribu kumwongopea
Kindege kwa kumwambia, yani kwa kuonesha kabisa kwamba Supu ndo mbaya. Lakini kwa bahati nzuri Supu na yeye hakutaka unafiki kabisa, alifika yale maeneo na akakaa. Sasa Supu baada ya kufika ile eneo, sasa tunaona kwa upande wa Jeni alikuwa ni mtu ambaye anajiwashawasha sana, yani alikosa confidence, yani kama anataka kukimbia hivi, yani alikuwa mtu ambaye of course alikuwa ana haha sana. Sasa hichi ni kitu ambacho kiliendelea zaidi kumshtua Kindege, maana alishindwa kuelewa kusema kwamba Jeni, una shida gani? Unaumwa au kuna kitu ambacho hakiko sawa? Lakini Jeni alikuwa anaongea ni pointi ambazo zilikuwa hazieleweki. Yani alikuwa akiulizwa hichi, yeye anajibu hichi, yani anaongea vitu ambavyo hata Kindege mwenyewe alishindwa kumuelewa kabisa kwamba Jeni anamaanisha nini kwa wakati huo. Basi bwana, hichi ni kitu ambacho tunaona kwa upande wa Kindege bado anaendelea kujiuliza maswali mengi sana. Yani anaendelea kujiuliza maswali mengi sana kwamba nini ambacho kinaendelea kwa rafiki yake huyu, kwa maana amekuwa ni mtu ambaye akija hapa nyumbani anakuwa ni mtu mwenye, yani kama kuna kitu fulani hivi kinamsumbua, lakini alikuwa bado haja confirm, yani hajataka kujua kwamba ni sababu ipi ambayo inampelekea yeye ni hawe hivi. Lakini yote kwa yote hapa, kwa mtazamo wa haraka haraka tu, kwamba tayari kwa upande wa Kindege kuna kitu kasha kigain, yani kasha confirm kwamba Jeni kuna kitu ambacho anamficha, tena ni kikubwa sana, ni kitu ambacho anafichwa. Yani hichi naamini kabisa kwamba kwa upande wa Kindege basi atakuwa ameshathibitisha hichi kitu, ama atakuwa kashaelewa hichi kitu kwamba kuna kitu ambacho Jeni anamficha, wenda ni kibaya ama ni kizuri. Lakini yote kwa yote kinaonyesha kabisa kwamba ni kitu kibaya, kwa maana kingekuwa kizuri asingekuwa anakuwa kwenye hali hiyo. Yani ni hali ambayo hata Kindege mwenyewe haelewi. Lakini yote kwa yote, huo ulikuwa ni uchambuzi tu wa tamthilia yetu pendwa inayokwenda kwa jina la Mtoto wa Ajabu. Kikubwa na pointi ya msingi, hakikisha una subscribe hapa kwenye channel yetu Simulizi Plus, ili mtu wa kwanza kupata review zetu punde tutakapokuwa tuna posti video mpya hapa kwenye channel yetu. Hii ni Simulizi Plus, channel pekee ambayo inakuletea final review. Twende sawa. Thank you for watching this video. Tukutane kwenye video nyingine inayofuatia. Asanteni sana. Bye bye. Simsumbue. Jeni, tuachane.